Naam, mwana ukuu Mwafrika kwa mara nyingine tena katika kuangalia mgogoro unaoendelea hapo Mashariki ya Kati, kati ya Israeli na Iran au Wayahudi wa Zayuni na Waajemi. Na mgogoro huu unaonekana moja kwa moja ni kuwa Israeli amezidiwa. Na ndio maana sasa inabidi Marekani aingilie kati. Ndio maana inabidi G7 wakae kwa haraka haraka. Kwa sababu kikao kilichokuwa kimekaliwa upande wa Canada, ambapo kwenye kile kikao maana waliitana kwa haraka haraka. Kwa sababu nafikiri wali underestimate Mwajemi kuwa Myahudi ataenda atavamia haraka haraka. Kwa sababu kumbuka Myahudi amevamia kutokana na intelijensia ambayo watu wa Ulaya wamehusika. Nimekuambia hapa mataifa matatu kama Uingereza, Ujerumani pamoja na Ufaransa akiwepo na Marekani mwenyewe kupitia mashirika yao ya kipelelezi haya yalikuwa yanapitisha ndege za kijasusi katika anga la Irani kwa ajili ya kukusanya taarifa ni wapi vinu vya nyuklia vilipo, ambapo huyu Mwajemi anafanya urutubishaji wa madini haya ya uranium. Kwa hiyo walipompa zile taarifa ndio akazitumia taarifa hizo kuingia kuivamia Irani. Lakini sasa nafikiri waliompa taarifa Myahudi, sijui labda hawakujua upande wa pili wa Irani kuwa anaweza akasababisha uharibifu mkubwa kiasi gani. Kwa sababu kama Myahudi tu mwenyewe angeweza kupambana mwenyewe tu, kulikuwa hakuna haja ya Marekani kuingilia kati. Kwa hiyo wakati wapo kwenye mkutano wa G7, ambapo G7 ni mataifa kama nilivyokutajia pale mataifa 7, ambapo hapo yuko Italy, yuko Uingereza, yuko Japan, yuko Canada mwenyewe, yuko Ufaransa, yuko Marekani. Alafu kuna wawakilishi wa Umoja wa Ulaya, kwa sababu Umoja wa Ulaya na yenyewe iko ndani ya hiyo G7 na yenyewe. Kwa hiyo haya mataifa wakati yamekaa sasa, Donald Trump akakatisha huo mkutano, akarudi Marekani Washington kwanza kufuatilia kwa ukaribu. Hii ni baada ya kuwa Mwajemi katika mfululizo wa makombora ambayo amekuwa akiyatupa upande wa Israeli, ameyatupa mpaka yamepiga makao makuu ya Mossad, shirika la ujasusi la Israeli Mossad, na kulikuwa na taarifa kuwa mkuu wa upelelezi wa mkuu wa Mossad amefariki kutokana na mashambulio hayo, kwa sababu makao makuu yameweza kushambuliwa. Ila taarifa hizi ambazo ni kutokea Israeli kidogo zinakuwa zimeminywa na zinakuwa zimefichwa. Kwa hiyo mimi ninachambua hapa kama mchambuzi wa masuala haya ya migogoro ya kisiasa au mambo yanayoendelea duniani, na siko hapa kama kuelezea kwamba ni Mkristo au ni Muislamu, kwa sababu vita hivi pia vimeingia upande wa dini pia. Wakristo wanamtetea Myahudi, lakini Waislamu wako upande wa Iran. Sasa napochambua hapa isieleweke kwa namna hiyo kwa dhana ya kidini, no. Niko nachambua kuangalia migogoro ya dunia the way inavyoenda. Kwa sababu kienda kwenye upande wa dini, Irani hawawezi wakakubali. Kwa sababu kumbuka Ayatollah Khamenei, kumbuke huyu ni kiongozi mkuu wa mapinduzi ya Kiislamu. Kwa sababu nchi ya Irani pale ilipo inaongozwa kwa sharia. Yani ni nchi ya Kiislamu ambayo yenyewe inaongozwa kupitia sharia. Na mapinduzi haya yalipofanyika mwaka 1979 na kubadilisha nchi ya Irani kuwa ni nchi ya Kiislamu, ndio naona sasa kuna jeshi hili la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ambalo ni IRGC, ambapo Myahudi upande wa pili naye anasema anaishambulia Irani kwa sababu Irani walisema kuwa wana mpango wa kuifuta Israeli isiwepo kwenye uso wa dunia. Sasa hicho ni kitu ambacho pia Israeli haiwezi kukubaliana nacho. Ndio maana umemsikia Netanyahu juzi akiongea kuwa Ayatollah Khamenei anamfananisha na Adolf Alois Hitler kwa sababu ana mpango wa kuwafutilia mbali Wayahudi wote duniani wasiwepo, kama mpango ulivyokuwa wa Adolf Alois Hitler. Lakini katika matendo kiukweli Hitler wa sasa ni Benjamin Netanyahu. Ukijaribu kuangalia mauaji anayoyafanya ya watu wasiokuwa na hatia, watoto wasiokuwa na hatia kule Gaza, mimi namuona Netanyahu kama huyu ndio Adolf Hitler yule
ambaye sasa ndo anafanya mauaji, anatekeleza mauaji ambayo hayakuwa hata na maana, hasa ukanda wa Gaza. Kwa hiyo mambo ya kidini hapa hapana, mimi sichambui kuhusiana na dini, kwa sababu ukianza kuongelea kuhusiana na dini matokeo yake yatakuwa ni mabaya. Lakini kwa kauli aliyoitoa Ayatollah Khamenei, yeye amesema kuwa Irani sio muhimu, ila Uislamu ndio muhimu zaidi. Kwa Irani akasema hatuogopi kufa, hata Irani ikipotea sio tatizo, lakini tatizo ni Uislamu ndio jambo la muhimu zaidi. Ndio kauli alizoziongea Ayatollah Khamenei. Lakini upande wa pili kuna wapendwa wanaosema kuwa mmeona taifa la Israeli Mungu analipigania. Sasa hapa mimi nashindwa kuelewa, ni Mungu analipigania au ni Marekani pamoja na Umoja wa Ulaya ndio wako nyuma ya? Ndio maana nimesema hapa usinichukulie kwamba mimi nafafanusha upande wa dini au hapana, usinichukulie hivyo. Ndio maana kote najaribu kuongea ili kubalance mambo, ili mambo yaweze kukaa sawa. Kwa sababu Israeli ile ya zamani ambayo tunaisoma kwenye vitabu hivi vya Mwenyezi Mungu kweli ilikuwa inasaidiwa na Mungu, lakini hii ya sasa inasaidiwa na Marekani na Umoja wa Ulaya. Tangu kuanzishwa kwa taifa la Israeli mwaka 1948 wamekuwa wakipigana vita ambazo umeona, mfano vita ya mwaka 1965 mataifa matano ya Kiarabu yalijikusanya, ambayo kwa udogo wa Israeli ilikuwa there is no way wanaweza wakashinda vita ile. Sema kwa sababu kulikuwa hakuna vyombo vya habari, ndio maana ikawa tunaambiwa hivyo. Lakini kiukweli na uhalisia wenyewe ni kuwa NATO na Marekani ndio walikuwa wanaingia kupigana na haya mataifa. There is no way Israeli ingeweza kuwashinda hawa watu. Alafu wakipigana nao, wakishinda vile vita, mwisho wa siku wanakuja kusema Israeli imewapiga yale mataifa. Kwa wakaitengenezea taswira, taifa la Israeli likatengenezewa taswira kuwa ni kataifa kadogo lakini hakapigiki, ila ukweli nyuma yake kuna Marekani, nyuma yake kuna Umoja wa Ulaya ambao sasa ukiamua kupigana nao there is no way utashinda. Na ndio maana unaona hata hii vita hapa tumeambiwa sasa ndege zinatoka Marekani kuja upande huu kuja kumsaidia Myahudi ili wapigane. Sema kwa sababu sasa hivi tupo kwenye kitu kinaitwa globalization. Tupo kwenye utandawazi, mitandao ya kijamii ipo na habari zinapatikana kwa wazi zaidi. Ndio sasa inajulikana kuwa kumbe sio Israeli aliyekuwa anapigana zamani, aliyekuwa anapigana ni Marekani pamoja na NATO, ndio walikuwa wanamsaidia. Alafu akishinda huku sasa habari zinakuja kutangazwa duniani kuwa Israeli amewashughulikia sawa sawa, maana walikuwa wanaipa nguvu hii Israeli. Lakini kwa sasa mmeona nyinyi wenyewe hiki alichokifanya Myahudi kwenda kuchokoza hapo Irani, na matokeo yake yaliyotokea huku hana namna, inabidi aombe msaada tena kutoka kwa washirika wake wanaomsaidia. Uzuri wa washirika wa Israeli, na wapendea kitu hiki kimoja, wanajiingeji moja kwa moja kwenye mgogoro. Hii ni tofauti na washirika wa Irani ambao wao wanamsaidia nyuma ya pazia, jambo ambalo linaonekana kama wamemwachia Mwajemi peke yake aendelee kupambana. Sasa uzuri wao wa Israeli, wao wanakuwa yani wale washirika wake. Ndio maana unaona baada ya kuona mshirika wao wamezidiwa, baada ya kuona mshirika wao hali ni mbaya, imebidi waende wakae haraka haraka waitane G7. Alafu mataifa hayo yakaanza kuongea. Ufaransa kaanza kuongea, Marekani ndio usiseme, Uingereza, Ujerumani, wote wakasema sisi tunashirikiana na Israeli na tuko tayari kutoa. Hata Mwingereza ametoa hiyo kauli, akasema yuko tayari kutoa, tayari ameshapeleka silaha, tayari ziko kwenye meli kuelekea Mashariki ya Kati. Jambo ambalo upande wa Irani wameonya kuwa endapo Marekani ataingilia hivi vita na kuja kumsaidia Myahudi, basi naye ajiandae, aandae majeneza 50,000. Hii ni kutokana na kambi za jeshi za Marekani zilizoko Mashariki ya Kati ambapo ana wanajeshi 50,000. Mwajemi amesema atapiga hizo kambi zote na atawaruhusu sasa Wahuthi kutokea Yemen waanze kushambulia meli za Marekani moja kwa moja. Na unakumbuka Wahuthi wamekuwa wakifanya hiyo kazi kwa muda mrefu na wameshambulia meli nyingi sana. Kwa hiyo ndivyo ambavyo mgogoro ulivyo. Ukiutazama kwa namna ya kidini lazima utakuwa na upande.
Lakini ukiutazama kama migogoro ya dunia namna inavyoenda, matokeo yake basi utaweza kujua ni nini hasa kinachokuwepo. Israeli angeachwa mwenyewe, mpaka leo hii asingekuwa katika hali hiyo alionayo. Mpaka leo hii taifa hili wangekuwa wameshalifuta hawa Wajemi, kwa sababu ni watu walijiandaa vizuri, watu walijipanga vizuri, tofauti na matarajio ya wengi yalivyokuwa. Kwa ndio maana unaona mambo hayo yako hivyo. Lakini wakati hapa nataka kumalizia nikupe uharibifu ambao umetokea katika taifa la Israeli baada ya mashambulizi ya makombora ya Iran. Iran imepiga wapi hadi sasa? La kwanza ni kiwanda cha umeme cha Hadera, moja ya mitambo mikubwa ya umeme nchini Israeli iliyoko kaskazini mwa Tel Aviv. Lakini la pili, msingi wa Kiria, makao makuu ya jeshi la ulinzi wa Israeli, kamanda wa kijeshi hivyo. Lakini tatu, kituo cha kuhifadhi mafuta ya Haifa, kituo kikuu cha kuhifadhi mafuta na nishati kaskazini mwa Israeli, muhimu sana kwa usafiri wa anga na usafiri huu wa kawaida. Lakini 4, kiwanda cha umeme cha Haifa, miundombinu ya nishati inayokata umeme kaskazini mwa Israeli. 5, Nevatim Air Base, kambi ya kijeshi ya jeshi la anga ya F-35 kusini mwa Israeli, ambapo ndio nyumbani kwa hizi ndege hatari ambazo ndizo zimetumika kuleta madhara makubwa sana ndani ya taifa la Iran. Lakini 6, Uvida Airbase, kituo cha amri, udhibiti na shughuli za kijeshi za kielektroniki. Lakini 7 ni Tel Nof Airbase, kambi ya kijeshi ya kimkakati ya anga la Israeli. 8 ni Jalil Base, kituo cha kijeshi kaskazini mwa Israeli. 9 ni miundombinu ya bandari za Haifa, vituo vya mafuta na baharini na base za Israeli. 10, kituo cha sayansi cha Weizmann, moja ya vituo muhimu zaidi vya utafiti nchini Israeli. 11, mji wa viwanda wa Kiryat Gat, kituo cha teknolojia na tasnia pamoja na viwanda vya semiconductor. 12, wizara ya ulinzi ya Israeli, kituo kikuu cha amri na mipango ya kimkakati ya kijeshi. 13, kituo cha utafiti wa nyuklia cha Israeli, eneo la kimkakati katika eneo la Tel Aviv. 14, kampuni ya Rafaeli huko Haifa, msambazaji wa mifumo muhimu ya ulinzi kwa Israeli. 15, msingi 8200 Israeli Cyber Operation and Eavesdropping Center. Lakini 16, makao makuu ya Mossad, huduma ya ujasusi nchini Israeli. Huku ni maeneo haya yameweza kupigwa ndani ya taifa la Israeli kwa msururu wa makombora ambayo Mwajemi amekuwa akiyatuma upande wa Israeli. Lakini upande wa pili pia kuna madhara ambayo yametokea. Vifo tumeona vya viongozi mbalimbali waliokufa wa Wajemi, lakini pia majengo mbalimbali yameweza kufumuliwa na mambo kadha wa kadha. Lakini pia tumeona upande wa mahali ambapo ndipo kunaaminika kuna hivyo vinu vya nyuklia au urutubishaji wa nyuklia, tumeona madhara yameweza kutokea. Hii ni kutokana na shambulio kutoka kwa utawala huu wa Kizayuni, tumeona hivyo. Lakini sasa kwa sasa unaambiwa kuwa Donald Trump imebidi aingilie kati mwenyewe, kwa sababu ukumbuke hawa mabwana wana underground, ambazo hizo underground huko chini ndiko ambako wanatengeneza sasa ili bomu la nyuklia kulifanya kwa haraka ili liweze kutimia kwa haraka. Kwa ndio maana imebidi Marekani aingilie kwa haraka, kwa sababu Israeli wana ndege ndio, lakini za kuweza kupiga makombora kuweza kupenya mpaka huko kwenye hizo underground kidogo kumekuwa kuna shida. Na ndio maana nilikuambia hapa kuwa tuliona Mwajemi alikuwa anaonyesha underground zile huko mji underground city ambako sasa ameweka makombora. Mbona hizo taarifa hatujapata kuwa Myahudi ameweza kuvamia na ameweza kuharibu zile underground? Lakini ni huko tu angani, lakini huko chini huko ndio kuna balaa tupu huko, na makombora mengi yanafiatuliwa kutokea huko chini, yanakuja inuka hivi basi yanaanza kufiatua. Ndio hiyo tunaita surface to surface missiles. Kwa hiyo ndugu zangu, ni mambo ndivyo yalivyo. Lakini wakati huo huo Trump ameonya kuwa watu wote Teherani waanze kuondoka, kwa sababu kinachokuja kitaushangaza ulimwengu. Ndivyo mambo yalivyo. Tutaendelea kuwapa updates mbalimbali kwa kadiri ambavyo muda unazidi kwenda. Asanteni sana.